mchele baada ya kipindi cha mavuno kwa kuhifadhi katika maghala makubwa ya kisasa. Kwa hivyo wakulima wa mpunga, msiwe na wasiwasi wa soko. Serikali itaanza kununua mpunga ili kuhifadhi kwa kazi hiyo. Vile vile nimeambiwa kuna swala la upatikanaji wa mikopo. Serikali imewawezesha wananchi wake kwa kiwango kikubwa sana. Tumetoa zaidi ya bilioni 96 katika kipindi hiki. Awamu ijayo, Mwenyezi Mungu akitujalia kurudi madarakani, tutaongeza fungu la uwezeshaji wananchi kiuchumi, ikiwemo wakulima waweze kupata pembejeo kwa wakati, waweze kuzalisha vizuri zaidi, na mikopo yetu kama mnavyojua ni mikopo isiyokuwa na riba. Unachokopa ndicho unachorudisha hicho hicho. Kwa upande wa wakulima wa mwani, nimemsikiliza vizuri mama aliyekuja kutoa maelezo hapa, na namshukuru sana kwa maelezo fasaha aliyoyatoa. Tutaendelea kutoa zana kwa ajili ya ukulima wa mwani, ikiwemo boti zile ndogo ndogo, vihori, kamba na mahitaji mengine yote yanayohitajika. Kwa upande ambapo hatujafikisha kwa kiasi cha kutosha vifaa hivyo, ahadi yetu ni kwamba tutafanya hivyo. Nina uhakika kwamba eneo hili la ukulima wa mwani, tena kwa taarifa yenu ni kwamba Zanzibar sasa hivi ndio mzalishaji mkubwa wa mwani katika Afrika nzima. Hili ni jambo la kujivunia, ni jambo ambalo lazima tulipe kipaumbele na mkazo wa hali ya juu ili tuweze kuzalisha zaidi. Kwa hivyo serikali itafanya juu chini kuhakikisha kwamba mnapata zana na mnapata miche, mnapata pembejeo, ili mradi kiwango cha mwani uzalishaji wake uwe mkubwa zaidi. Lakini natambua kwamba changamoto iliyopo katika zao la mwani ni bei ya mwani. Na mzungumzaji hapa alisema bei haitulii, mara inapanda mara inashuka. Nataka nikuhakikishieni jambo moja, kwamba sasa hivi serikali imetoa fedha ili tuje kununua mwani ambao uko bado majumbani. Tutatoa bei nzuri ya shilingi 1000, sio ile 700 na 500 zinazotolewa na wanunuzi wengine. Kwa hivyo tutahakikisha tunaununua mwani wote uliokuwepo, lakini tutahakikisha vile vile tunajenga viwanda vya kusarifu mwani hapa Unguja kama ambavyo tumejenga Pemba, ili tuweze kuongeza thamani katika zao letu la mwani. Kwa upande wa mashine ya kusaga, mama yule amezungumza kwamba wanakwenda mbali sana kufuata mashine hiyo. Mashine hizi si kubwa, tutazitengeneza ili kuzisambaza katika maeneo mbalimbali, tusilazimike watu kwenda masafa ya mbali kwenda kupeleka kusaga mwani.